Hii ni Fumo 255, karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo ili usipitwe na kila kinachohusu michezo. Utakikuta hapa. Kubwa ni klabu ya soka ya Young African Sports Club ambayo hivi sasa ninavyozungumza na wewe inajiandaa kikamilifu kukabili timu ya Silver Strikers katika mchezo utakaopigwa huko Malawi, mchezo ambao utapigwa tarehe 19 kama sijakosea, kwenye mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans watashuka uwanjani huko Ughaibuni kuwakabili Silver Strikers kwenye mchezo huo mkubwa na muhimu kulikweli kwa Young Africans ili kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele. Wakati haya yakijiri katika maandalizi huko Jangwani, mambo ni bulbul kulikweli. Kocha ambaye ni mgeni huyu tunaweza kusema Patrick Mabedi, ambaye ni msaidizi wa Foz Roman, akiwa katika kibarua chake cha kuhakikisha wachezaji hao wa Young Africans wanapasha vizuri misuli joto, lakini wanashika na kuzingatia mazoezi ambayo wanapewa chini ya kocha Patrick Mabedi na Folzi, ili kuwapatia furaha mashabiki wa soka wa Young Africans na Tanzania kwa ujumla. Kama unavyoweza kujua kwamba ikishinda Yanga imeshinda Tanzania. Hivyo basi furaha ni kubwa kwa wana Yanga endapo tu Young Africans itebuka na ushindi huko ugenini kunako michuano hiyo, ambapo Young Africans itashuka tarehe 18 Oktoba dhidi ya Silver Strikers huko Malawi, mchezo unaotarajiwa kupigwa majira ya saa 10 za alasiri. Katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Young Africans siku zote imekuwa na rekodi nzuri kweli kunako michuano hiyo, wakati rekodi zinaonyesha kwamba Yanga Sports Club kwenye mashindano ya kafu mwaka 2025, kwa maana mwaka huu, hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, robo finali ya ligi ya mabingwa mwaka 2024, finali ya kombe la shirikisho mwaka 2023, na raundi ya pili ya ligi ya mabingwa ilikuwa ni mwaka 2022. Hivyo Young Africans inashuka uwanjani dhidi ya Silver Strikers huku ikiwa na rekodi nzuri kweli, ambayo bila shaka wala pana shaka ni kama unamsukuma mlevi hivi Young Africans mbele ya vijana hawa wa Silver Strikers tarehe 18. Kocha Patrick Mabedi akiwa anahaha kweli katika kuhakikisha kikosi cha Young Africans kinaimarika, lakini pia kinakuwa imara zaidi kwa ajili ya kupata matokeo, huku watu wakitamani kuona wachezaji hao wakifunga idadi kubwa ya magoli ili kuzawadiwa pesa kutoka kwa mheshimiwa rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maana ya goli la mama. Na hivyo basi bila shaka wala hapana shaka Young Africans njia nyeupe kunako michuano hii mikubwa kabisa barani Afrika, kutokana na rekodi ambazo Young Africans wanazo, na mazoezi yanaendelea katika viunga vya Avic Town huko, ambapo Roman Folzi kwa kushirikiana na Patrick Mabedi, hakika mambo yanakuwa bulbul. Tunafahamu hapo jana moja kati ya wachezaji wa Young Africans ambao wapo katika majukumu ya timu ya taifa, na mzungumzia Pacome Zouzoua, ni miongoni mwa wachezaji ambao watashiriki michuano ya ligi watashiriki michuano ya kombe la dunia itakayofanyika huko Canada, Mexico na Marekani, baada ya timu yake ya Ivory Coast kuipatia ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Kenya. Magoli hayo hayakufungwa na Pacome, lakini Pacome amehusika katika mchezo huo, na hivyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanastahili pongezi kuelekea mchezo huo wa michuano hiyo ya kombe la dunia. Furaha ni nyingi kweli kwa mashabiki wa Young Africans
tambo zikiendelea kutambwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na wengi wakimbeza baadhi ya wachezaji wa Simba akiwemo Jean Charles Ahoua ambaye naye ni Ivory Coast, lakini hakujumuishwa kwenye kikosi hiko ambacho Pacome Zouzoua alikisaidia kwa namna moja ama nyingine kuokoa nafasi ya kufanikiwa kusonga mbele, kwa maana kushiriki michuano hiyo mikubwa ambayo ni ndoto za kila mchezaji. Kwa kushinda mchezo huo hapo jana dhidi ya Kenya na kuingia fainali, kitu pekee ambacho mchezaji anabaki kuwa nacho kama rekodi ni kushiriki timu ya taifa na kufanikiwa kuingia kwenye michuano ya kombe la dunia. Na hivyo Pacome Zouzoua atakumbukwa kaili hata milele na milele kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Hapo wapo watu watakapozungumzia data za mchezaji gani wa ligi kuu ambaye amewahi kuifanikisha timu yake kuingia kombe la dunia ama kushiriki michuano ya kombe la dunia kwa maana ya timu ya taifa, basi huwezi kuacha Pacome Zouzoua kama mchezaji wa kwanza kutoka NBC ambaye atashiriki michuano hiyo baada ya Ivory Coast kuondoka na ushindi mnono kabisa wa magoli 3-0. Na kikubwa hivi sasa Avic Town ni tizi la kufahamu tu kweli. Mohamed Hussein Shabalala akionekana akipasha misuli kweli na tizi la hapa na pale. Max Mpia Nzengeli ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo na timu ya Young Africans kwenye maandalizi yake kuicheza ama kuivaa Silver Strikers. Lakini sio hao tu, wakina Mohamed Doumbia ni miongoni mwa usajili mpya ambao upo Avic Town hivi ninavyoongea na wewe, ukipasha misuli, ukiimarisha misuli, ikihakikisha wanajiweka sawa kwa ajili ya mchezo huo muhimu, mchezo ambao utawafanya Young Africans kutinga hatua kubwa na muhimu, hatua ya makundi baada ya kushinda mchezo huo nyumbani kwao huko wanapokwenda na hapa nyumbani, kwa maana nyumbani na ugenini. Lakini pia simu zinaita sana kwa mchezaji huyu Mudathir Yahya, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana Avic Town wakipasha misuli joto, wakifanya mazoezi ya kufa mtu ili kuhakikisha wanafanikiwa kile ambacho kimekusudiwa kwa malengo ya klabu. Patrick Mabedi akiongoza mazoezi hayo ya moja kwa moja baina ya wachezaji na benchi zima la ufundi. Lakini tunafahamu mchezaji Mzize naye anapasha misuli hivi kutokana na majeraha kwa nayo, anafanya mazoezi mepesi ili kujiweka sawa, kuimarisha afya yake ili kuitoa nafasi yake kwa 100% ndani ya klabu ya Young Africans baada ya msimu huu kutoonekana uwanjani. Hivyo basi kinachofanyika hivi sasa ana recover taratibu. Lakini Romain Folz yeye ni miongoni mwa benchi la ufundi ambalo linasimamia mazoezi hayo chini akiwepo kocha Patrick Mabedi. Mengi yanazungumzwa, wengi wakiamini kwamba Mabedi huenda akakabidhiwa hii timu na huyu Romain Folz pengine akatimuliwa. Sisi hatujui, tunasubiri muda utaongea kama ni kweli tunachokifikiria ama la. Lakini kiuhalisia timu ipo salama katika kuhakikisha inakwenda kuipigania nafasi yake ya ubingwa ama nusu finali, robo finali, na kama watafeli sana basi ni makundi. Na hilo linawezekana kwa Young Africans kama nilivyokuambia hapo awali, kana na rekodi waliokuwa nayo inaonyesha wazi kwamba 2025 hii ni makundi, lakini 2024 ni robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati finali kombe la shirikisho walicheza 2023. Lakini sio hapo tu, 2022 raundi ya pili ligi ya mabingwa barani Afrika Young Africans ilishiriki. Hivyo uzoefu unawabeba Young Africans kama nilivyokujuza tu hapo awali, na hiki ni kitu cha kujivunia kwa Young Africans. Klabu ya Yanga ilimtangaza Patrick Mabedi, raia huyu wa Malawi mwenye umri wa miaka 51 kama kocha wao msaidizi tu. Mabedi aliwahi kuwa kocha mkuu wa Malawi kuanzia 2023 hadi mwaka 2025 huko
kwenye timu ya taifa ya Malawi, timu kubwa, kwa maana kuna timu za vijana na zile timu kubwa. Na hiko ndicho kitu ambacho Patrick Mabedi anajivunia rekodi hiyo. Hivyo basi huu utakuwa ni mchezo mkubwa na wa kutumainiwa, lakini sina shaka Young Africans watapata ushindi huko ugenini na watarudi bila shaka wakiwa na matokeo mazuri kabisa, na naamini katika uwanja wa Benjamin Mkapa timu hii ya Silver Strikers watapoteana kama ilivyo kwa Young Africans wanapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Hii ni Fumo 255. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu ili usipitwe na kila kinachotrendi kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utazipata hapa. Hapa ni habari za michezo tu ndizo utakazozipata hapa. Nini kinaendelea ndani ya Young Africans, Simba Sports Club, Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, Azam, Singida Black Star, wachezaji waliosajiliwa, hivi vyote hivi utavipata mahala hapa kuna Fumo 255.